Kauli ambayo ameweza kuitoa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, yani TLS. Hapa nikimzungumzia Boniface Mwabukusi kuhusiana na ushindi wa Chama cha Mapinduzi CCM na kuhusu agizo ambalo ameweza kulitoa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kuhusiana na agizo ambalo aliweza kulitoa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la kuzuia mikutano ya hadhara, ambapo alitoa agizo hilo kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa IGP Camillus Wambura kwamba kutoa vibali vya kuweza kufanya mikutano yoyote ya hadhara ya vyama vya siasa. Sasa rais wa chama cha TLS hapa tukimzungumzia Boniface Mwabukusi amekuja na kuuliza kwamba kama CCM walipata ushindi wa 98%, kwa nini wanaihofia Chadema? Kitu kingine ambacho amekuja kuuliza ni kwamba mikutano na maandamano ni haki ya kikatiba. Kwa nini serikali ya Tanzania inaogopa maandamano na mikutano ya hadhara? Haya ni maswali ambayo ameweza kuyauliza na yote tutaenda kuangalia undani wa maswali hayo. Kwa nini ameuliza maswali hayo? Kwanza kabisa tuanze na hiki ambacho ameweza kukisema kuhusiana na kama CCM walipata ushindi wa 98%, kwa nini wanaiogopa Chadema? Rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi amesisitiza kuwa Tanzania ni nchi ya demokrasia na inayoongozwa kwa msingi wa katiba na sheria, akisema kwamba mamlaka ama maamuzi yoyote yanayofanywa lazima yaegemee kwenye mambo haya, akimkumbusha waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi kuwa jeshi la polisi si idara ya ndani ya wizara hiyo, bali ni jeshi la polisi, ni jeshi la polisi kamili kisheria kwa namna linavyojiendesha na kiuwajibikaji. Nikinukuu hapa ambacho aliweza kukisema wakili Boniface Mwabukusi, amesema kwamba alichokifanya waziri ni makosa na hata agizo lake la jana bungeni linagusa mantiki ya kikatiba, kwani katiba inatambua kwanza haki ya kutoa maoni, haki ya kukusanyika na inatambua haki ya wananchi kuweza kupata taarifa. Kwa hiyo anapokuja mtu na taarifa mbadala au ukosoaji kwamba hili jambo sio uadui wala taharuki, kwani jambo hili linalindwa na kikatiba. Aliweza kusema hivyo wakili Boniface Mwabukusi. Lakini Mwabukusi ametoa kauli hiyo siku moja tu baada ya waziri Katambi kutoa maagizo au kutoa agizo kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura akimtaka kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara kote nchini kutokana na matishio kadhaa ya usalama yanayoendelea hapa nchini. Mwabukusi amesisitiza kuwa uhuru wa kutoa maoni, kukusanyika na kushiriki kwenye shughuli za kisiasa ni haki ya kikatiba na si hisani ya kiongozi wa chama ama serikali, akisema kuwa ikiwa kweli ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inafanya kazi yake, ilikuwa ni wakati muhimu wa kujitokeza kuweza kukemea na kutengua kauli ya waziri wa mambo ya ndani Bwana Patrobas Katambi ya kusimamisha mikutano ya hadhara. Pia wakili Boniface Mwabukusi amezungumzia pia dhana ya kuweza kuona maandamano kama ni uhalifu. Wakili huyo amesema ya kwamba hata wananchi wakitaka kuandamana kwa miezi 3 mfululizo ni haki yao ya kikatiba na si uvunjifu wa amani kama ambavyo baadhi ya watu wamekuwa wakitaka kuaminisha wananchi wa Tanzania. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukisema, amesema kwamba kuna jambo jingine ambalo waziri amejielekeza vibaya. Kulingana na sheria
yeye hana mamlaka ya kuweza kumwagiza mkuu wa jeshi la polisi. Anachoweza ni kufanya ni kwamba ni kushauri ama kumshauri IGP pale anapoona kwamba kuna jambo alipo sawa, ili polisi wajiridhishe wenyewe, sio kusimama bungeni na kuelekeza kama yeye ni rais. Mtu pekee anayeweza kumwelekeza au kuvielekeza vyombo vya ulinzi na usalama ni rais pekee. Vinginevyo polisi wanajisimamia kwa sheria na muundo wake, lakini wizara imehusiana nao kwa sababu ya bajeti na sera, ila si kwamba IGP yupo chini ya wizara, kwani IGP hapi wala kumtii waziri huyo. Mwabukusi ameongeza na kusema kwamba sasa ni wajibu wa IGP kulilinda jeshi lake na kulinda heshima yake. Aone hasira walionayo wananchi, na si polisi wote ni kwamba ni wabaya, lakini baadhi ya matendo haya, hasa pale CCM inapobanwa kisiasa, inakimbilia polisi alafu inawatanguliza polisi. Sasa hii si nzuri. Polisi wakatae, wamwambie Katambi kuwa ujuzi, uelewa wa ushindi wa 98%, basi waache hofu, waje wazungumze na wananchi. Hayo ni maneno ambayo aliweza kuyaongea hapa rais wa chama cha TLS kuhusiana na jambo hili la ushindi wa 98%. Lakini Mwabukusi akaendelea kusema kwamba hapa alikuwa anakemea, ambapo alikemea vikali tabia ya viongozi wa serikali kuminya demokrasia hapa nchini Tanzania, akisisitiza kuwa mikutano ya hadhara na maandamano ni haki ya kimsingi ya kikatiba na kisheria za raia, na wala si fadhila au hisani kutoka kwa mtu yoyote, chama tawala au jeshi la polisi. Mwabukusi alitoa kauli hiyo mnamo Juni 27 mwaka 2026 katika mahojiano maalum kufuatia agizo la hivi karibuni la waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi la kuzuia mikutano ya kisiasa. Rais huyo wa TLS alifafanua kuwa nchi inaongozwa na misingi ya kikatiba na kanuni za kisheria au kanuni za sheria, na sio maamuzi na miemko ya watu binafsi. Aidha, amebainisha ya kuwa uhuru wa kutoa maoni, kukusanyika na kupata taarifa unalindwa na ibara ya 18 na ibara ya 20 kwenye mabano moja na ibara ya 30 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kifungu cha 11 cha sheria ya vyama vya siasa ambavyo vinatoa haki kamili kwa vyama kuweza kufanya mikutano na maandamano bila kuingiliwa. Nikinukuu hapa ambacho ameweza kukisema wakili Boniface Mwabukusi, amesema kwamba kutoa maoni na kushiriki katika shughuli za kisiasa ni haki za kikatiba na sio hisani ya mamlaka au Chama cha Mapinduzi au CCM. Agizo hili la Katambi sio linaferisha haki za wananchi kujumuika na kuweza kufurahia demokrasia, bali linaingilia moja kwa moja shughuli halali za vyama vya siasa kinyume cha sheria, na amefunguka kwa hoja wakili Mwabukusi kwamba wanaandaa kitu ambacho kitaenda kuwajibisha moja kuanzia kwa waziri Katambi mpaka yule atakayeenda kutekeleza agizo hilo. Mwabukusi pia ameweza kufafanua kuwa hatua ya raia au vyama vya upinzani kukosa pale mambo yanapokwenda sivyo isichukuliwe kama ni uadui au uchochezi wa taharuki, bali ni matumizi sahihi ya haki zao za kisheria kueleza hisia zao pale wanapokuwa hawajaridhika na hatua za kiutawala, kiuchumi na unyanyasaji
wa aina yoyote utakaoendelea hapa nchini Tanzania. Ameongeza ya kuwa maandamano na mikutano ni njia halali ya kiraia duniani kote na kamwe haiwezi kutafsiriwa kama ni uvunjifu wa amani, akitaka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mamlaka husika kuweza kusimamia sheria badala ya kuweza kufuata maagizo yanayokandamiza haki za wananchi. Mwisho wa kunukuu kile ambacho ameweza kukisema rais huyu wa TLS, hapa tukimzungumzia Boniface Mwabukusi. Tuachie maoni yako mdau wetu, na utuambie kwamba ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema wakili Boniface Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, yani Tanganyika Law Society TLS. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane kwenye comment section pale chini uweze kutupa maoni yako na uweze kutupa kile ambacho unacho wewe au unachokifikiria kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisema wakili Boniface Mwabukusi.